Mhashamu Askofu Eusebius Nzigilwa, Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mwadhama Protes Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, Washamu Maaskofu Wakuu, Washamu Maaskofu, waheshimiwa wawakilishi wa maaskofu, waheshimiwa mapadre, kwa namna pekee wajubaliliani wenzangu, waheshimiwa wakuu wa mashirika ya kitawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu ya Kikristo ambao tuliwaalika na kwa namna pekee mmeweza kufika, waheshimiwa viongozi wa serikali na vyama na tuliowaalika kwa wale mlioweza kufika, wakuu wa taasisi zetu za Kanisa Katoliki na wa taasisi nyinginezo mliopo, waheshimiwa mashemasi, wawekwa wakfu wote wa ndani na nje ya Kahama yetu, waheshimiwa wageni wote mlioweza kutufikia, na kwa namna pekee kutoka majimbo yanayounda Jimbo Kuu la Tabora, kutoka Kigoma, kutoka Tabora, kutoka Mpanda, wapendwa wageni wote kutoka ndani na nje ya nchi yetu, na ndugu zangu wana Kahama, tumsifu Yesu Kristo. Madila Legwa. Nianze na utangulizi huu kwamba nilipenda kumpatia nafasi Mheshimiwa Shehe Mkuu wa wilaya yetu ila tusalimie kwa kweli, kwa kutambua pia kwamba alikuwa na safari, alikuwa na mkutano kule Shinyanga, lakini baada ya kumkumbusha tena kwamba leo tuna tukio hili, akaahirisha safari yake ili aweze kuwa pamoja nasi. Tuliona si vizuri aondoke bila kusema chochote. Lakini pia yeye tulishirikiana kuanzisha umoja wa dini na madhehebu hapa Kahama 2023, na mimi nikiwa mwenyekiti, yeye ni makamu mwenyekiti. Nilikuwa nimeomba pia Baba Ruzoka ongee kwa sababu alikuwa amenidokeza kwamba angependa kuongea kitu, lakini basi kwa sababu ametoka kidogo maeneo haya, basi tutaendelea na haya yaliyo mbele yetu. Naanza kwa kutoa shukrani za jumla. Kwanza, kwa sababu naongea pia kwa niaba ya wajubilariani wenzangu, niruhusu kutumia wingi katika kuongea kwangu kuliko umoja. Sisi ndugu zenu tunatoa shukrani nyingi kwa Mungu kwa kutuomba na kututunza, kutujalia imani na wito na kuendelea kutuongoza katika maisha na utume wetu kwake na kwenu ninyi watu wake. Tunawashukuru wazazi wetu ambao baadhi yao ni marehemu sasa kwa kukubali kutuzaa na kutulea katika maadili ya kiutu, kiimani, kiakili na kiuchungaji. Tunawashukuru pia wanafamilia, ndugu, jamaa, marafiki, majirani walioshiriki katika malezi yetu na makuzi yetu. Tunawashukuru walimu na walezi wetu mbalimbali, tangu wale wa mafundisho ya msingi ya imani waliotufundisha kufanya ishara ya msalaba na sala zile za asubuhi na jioni, na kwa namna pekee makatekista, na wale waliotufundisha shuleni kuanzia shule za msingi, seminari na nyumba za malezi ya kitawa, na wale wa vyuo mbalimbali tulikosomea, bila kuwasahau walimu wa nje ya darasa, yaani wale tuliokutana nao katika maisha ya kawaida hata kama ilikuwa ni kijiweni. Mnavyotuona leo ni matokeo mchango wa wengi. Kwa kuwa sio rahisi kuwataja wote, tuombe itoshe kutoa shukrani zetu kwa ujumla tu.
tukianza na wahasha maaskofu waliotufanya kuwa mapadre, wale waliotupadrisha, na wakuu wa mashirika waliopokea nadhiri za masista hawa wawili. Mimi binafsi namshukuru pia Baba Mtakatifu Francis ambaye ni marehemu sasa, aliyenifanya kuwa askofu. Pamoja nao, shukrani zetu ziwafikie wote waliokuwa sababu ya furaha na mafanikio yetu katika maisha na utume wetu. Lakini kwa nafasi hii ni vema kutoa shukrani za pekee kwenu ninyi nyote ambao pamoja na kuwa sehemu ya mafanikio yetu bado mmetusindikiza leo hii, mkajitaabisha kwa namna mbalimbali ili tu muweze kuwapo pamoja nasi hapa Kahama mjini, ili msali pamoja nasi na kutuombea mbashara, mkitokea mbali na karibu. Hapa mpo wanafamilia na ndugu na jamaa, kuna marafiki, kuna wanadarasa na wale tuliokutana nao shuleni au katika utume wetu na mahali pengine katika maisha yetu. Asanteni sana kwa upendo na ukarimu wenu. Nikitumia pia nafasi hii kujipendelea kidogo, ninaendelea kumshukuru Baba Askofu Mkuu mstaafu Paulo Ruzoka ambaye ametoka kidogo hapa na tumesali naye siku ya leo, kwa historia yake ya pekee katika maisha yangu ya wito. Alinipadrisha tarehe 5 mwezi wa 7 2001 kule Kigoma na kuniweka wakfu kuwa askofu wa jimbo hili la Kahama tarehe 4 mwezi wa 9 2022. Hata kama hayupo, naomba nisaidie kumshukuru kwa kumpigia makofi na vigeregere. Na tumeona kwamba kwa upendo huo hata leo, pamoja na hali yake kuwa sio nzuri sana, aliona ni vema awepo hapa ili aendelee kushuhudia matokeo ya mbegu aliyoipanda miaka 25 iliyopita. Lakini pamoja naye yupo pia kati yetu Mhashamu Askofu Ludovick Minde ambaye ni mwalimu na mlezi wetu, mimi na Padre Paulo Maziku kule Segerea. Naomba naye tumshangilie na kumfunga. Na zaidi ya hayo, ndiye aliyeniachia jimbo hili la Kahama alipohamishiwa Moshi. Jana Askofu Josephat Bududu alitaja baadhi ya walimu wake ambao sasa ni maaskofu. Nami naungana naye au kufata mfano wake huo, ambao ningependa walau kuwataja baadhi ya walimu walioko hapa ambao wamekuja kwa ajili ya kusherehekea pamoja nasi. Inawezekana wako wengi, lakini mniruhusu nichataje hawa wachache. Kwanza, Mheshimiwa Padre Salvatore Machowera aliyetufundisha kule Kibosho wa jimbo la Moshi. Naomba tumshangilie, na yeye yuko hapa pamoja nasi. Mhashamu Askofu Severin Wemugizi wa jimbo la Ulenge Ngara aliyekuwa mwalimu wetu kule Segerea. Mhashamu Askofu Jacob Koda, askofu mstaafu wa jimbo la Same ambaye anayetufundisha kule Segerea. Lakini yupo pia Mhashamu Damian Dalu wa jimbo kula Songea ambaye hakuweza kufika, lakini ametuma salamu na mwakilishi. Naomba naye tumshukuru kwa malezi yake. Kumbe nasi tumefundishwa pia na mababa hawa wenye sifa zao za pekee. Baba zetu, asanteni sana kwa malezi na kwa kutufundisha. Tunapoendelea kumshukuru Mungu, tuna imani na matumaini kuwa mnatambua wazi kwamba bado hatujafikia ukamilifu. Ndio maana nawashukuru wote walioongea wakionyesha hilo kwamba bado tunahitaji kuombewa. Kwani haya tunayasema tukiungana na Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi sura ya 3 aya 12 hadi ya 14,
anaposema kwamba bado tuko njiani na tunatafuta ukamilifu. Bado tunaendelea kukaza mwendo ili kufikia taji ambalo ni uzima wa milele. Na hivyo tunaomba sala zenu na ushirikiano wenu zaidi. Huenda tukahitaji ukaribu wenu zaidi sana sasa kuliko hata huko nyuma, kwani pamoja na mengine yote hata umri wetu unaongezeka. Na hivyo tunaingia kwenye kundi la mapadre na masista wenye umri mkubwa zaidi. Hapa na sita kidogo kutumia neno wazee. Father Marula sijaka niuliza, sema tulikutuma hivyo, mimi bado sijazeeka. Ila ni padre mwenye umri tu, umri fulani, sijazeeka. Maana uzee una mengi, uzee una mengi, ikiwa ni pamoja pengine na kulazimika kuwa karibu zaidi na hospitali au huduma nyingine za afya. Na hivyo ni muda wa kuwa wapole na kuanza kuandaa vema hata wale watakaopaswa au watakapolazimika kutubeba tutakapokuwa hatujiwezi wenyewe. Inabidi sisi tujiangalie tunavyoishi na wadogo zetu, tusijetengeneza mazingira ya kulipiziwa kisasi, tukaachwa nje tunyeshewe na mvua, kwani huenda tukafikia hata mazingira ya kuanza kuanikwa na kuanuliwa kama mahindi na nguo. Kwa ni vema tunavyoendelea hivi tukaangalia huku nyuma tunawaandaa kina nani watakaoweza kutusaidia, na tusiwaangalie kwa sura, kwa sababu tunaweza kudhania ni hawa afu wakawa wengine ambao hatukuwatarajia. Kwa tunaomba muendelee kuwa sababu ya furaha na amani katika utume wetu, ili tuweze kumtumikia Mungu na kuwahudumia ninyi kwa furaha. Tunashukuru viongozi wa serikali, wale wa vyama na wa kijamii ambao wameweza kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Tunaamini kwamba ni ishara ya kutambua na kujali utume wetu na utume wa kanisa, hasa nafasi ya kanisa katika shughuli za kijamii. Lakini kwa namna ya pekee tunaamini kwa sababu ya kutambua pia na kuthamini nafasi ya viongozi waadilifu wa kidini katika kuunda na kulea dhamiri za Watanzania ili waweze kuwa raia wema na waaminifu, wanaojali na kuthamini tunu njema za ukweli, haki na upendo, ili tuweze kuwa na amani ya kweli. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi, lakini tunaendelea kuwashukuru pia wale viongozi ambao tumeshirikiana hapa na pale, na hasa tulipowafikia tukihitaji huduma mbalimbali za kijamii kama walivyo Watanzania wengine. Ushirikiano mnaoonyesha kwetu moja kwa moja na ule mnaoonyesha kwa wale wanaotuwakilisha unatufanya tupate nafasi nzuri zaidi ya kutafakari maisha yetu na wito wetu, na hivyo kuwafikia wengi zaidi kwa ajili ya huduma za kiimani, pengine hata hizo za kijamii, tuziwafikie kwa wakati na kwa wepesi zaidi. Asanteni sana, na tuendelea kuombea Mwenyezi Mungu awajalie neema ya kufanya utume wenu pia mkimtanguliza Mungu na mkiamini kwamba hamfanyi kazi yenu, bali tunafanya kazi kwa pamoja kama Watanzania, kama wanadamu, kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu na ustawi wa ulimwengu. Niendelee kuwashukuru viongozi wa dini ambao tumeendelea kushirikiana kama tulivyotaja, wakiwakilishwa na Shehe Mkuu aliweza kufika, na wale viongozi wa upande wa Kristo walitoa taarifa kwamba wamesafiri, na basi lakini bado tuko pamoja. Tuendelea kushukuru pale ambapo tumeweza kuwa pamoja na kukabili yale yanayohusu maisha na maendeleo ya kijamii katika maeneo yetu, na mnakumbuka ndiyo sababu ya kuanzisha umoja wetu, nikiwaomba tuendelee kuwa pamoja na kushirikiana ili yale yaliyo mahitaji ya kibinadamu kwetu sote wa Tanzania yanayotuhusu tuweze kuyasimamia kwa pamoja, hata kama hatuathiri dini ya mtu yeyote. Kwani mwisho wa siku kwa mahitaji ya kibinadamu hayatazami dini, hayatazami kabila, hayatazami mahali tulipo, pengine yanafanana, na hivi tunaweza kuyafanyia kazi kwa pamoja na bado tukaendelea kushirikiana, na kila mmoja akiwa huru katika dini yake na miongozo ya dini yake. Tuendelee kushirikiana kukuza na kuimarisha dhamiri za wanakahama ili waweze kujitahidi kuendelea kuacha maovu, na sisi tusisitize kutenda mema
tukianza kuonesha mfano sisi wenyewe. Natoa shukrani kwa niaba ya wenzangu pia kwa wale wote walioshiriki katika maandalizi ya tukio hili la sherehe. Pamoja na wengine, tunamshukuru sana Padre John Mbivilila Msemwa wa Jimbo la Kigoma aliyetuandaa kwa mafungo kabla ya maadhimisho haya. Padre, asante sana kwa kutupitisha katika historia ya maisha na utume wetu ili tuione jubilei yetu kama mwanzo mpya wa uwajibikaji katika kutimiza wajibu wetu. Asante kwa wanakahama wote na wote wenye mapenzi mema mliotuombea katika kipindi chote cha maandalizi haya tunayoadhimisha sasa. Asante kwa michango mbalimbali ya mawazo, fedha na mali nyingine kutoka kwa waamini na wengine wote wenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo letu. Kwa namna ya pekee, asante sana mababa askofu wa majimbo ya Metropolitan ya Tabora kwa mchango wenu wa chakula ili kufanikisha sherehe hizi. Tunajua mliyafanya hayo mkiungana na waamini, mapadri pamoja na wawekwa wakfu, na hivi kwa pamoja tunatoa shukrani zetu nyingi kwamba mmetushika mkono pakubwa, na kama kuna mafanikio yanayoonekana na ninyi pia ni sehemu ya mafanikio hayo. Tunaipongeza na kuishukuru kamati ya sherehe ya jimbo letu chini ya usimamizi wa makamu wa askofu Mheshimiwa Padre Peter Kadundu na wale wote walioshirikiana naye. Kamati inastahili pongezi zetu kwa sababu tumeyaona haya makuu mlioyafanya, na pengine mkikosa usingizi au mkishindwa kulala hata kama mngekuwa na usingizi ili muweze kuyafanikisha. Kumbe kwa pamoja tunatoa shukrani zetu za kutoka moyoni kwenu ninyi nyote mlioshirikiana nao. Shukrani za pekee zimwendee Baba Kardinali wa Shama Maaskofu Wakuu wa Shama Maaskofu. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu katika wingi huu, kusali pamoja nasi, kutuombea na kutupa moyo katika utume wetu. Mmetuonesha moyo wenu wa kibaba wa kujali uwepo wetu na utume wetu. Asanteni sana. Naomba tuwashangilie. Asante sana Mhashamu Askofu Josephat Bududu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa tafakari yako kwetu jana jioni. Umetukumbusha hayo mambo matatu kama yalivyosemwa jana, ambayo yatakuwa mwongozo wetu katika mwanzo huu mpya. Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa kwa mahubiri yako ya leo. Nawe pia ukirudi kwenye historia yetu ya maisha na lengo la upadre na kinachotazamiwa katika utume, umetutia moyo, lakini kualika waamini wote na watu walioshiriki kuendelea kutuombea, kwani safari bado inaendelea. Asante sana Baba kwa utayari wako kwa mhubiri wetu katika misa ya leo. Tunawashukuru pia mababa askofu waliopanga kwa nasi katika maadhimisho haya, lakini wakashindwa kwa sababu mbalimbali. Kati yao kuna walioshindwa kufika kwa sababu ya misiba iliyotokea. Baba Askofu Wilbrod Kibozi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dodoma na askofu msimamizi wa kitume wa Jimbo la Kondoa, alikuwa tayari ameanza safari kuja Kahama. Akapokea taarifa za kifo cha mama yake mlezi. Alirudia njiani. Baba Askofu Thomas Kiangio wa Jimbo la Tanga naye alikuwa ameanza kufikiria kuja, akiwa anajiandaa, akapata msiba kufiwa na baba yake mdogo. Baba Askofu Jovitus Mwijage wa Jimbo la Bukoba amefiwa na padre wa jimbo lake. Ndio maana ameshindwa kufika kuungana nasi, lakini tunashukuru basi kwa wale walioweza kuwakilisha maaskofu hao, hasa Mhashamu Askofu Method Kilaini aliyemwakilisha askofu wa Jimbo la Bukoba. Nawaomba tuwe kimya kwa sekunde chache tuweze kuwaombea marehemu hao. Raha ya milele uwape e Bwana, wapumzike kwa amani. Tunapoendelea kukamilisha neno letu, hasa tukiendelea kutoa shukrani hizi,
Tunawapongeza wale wote ambao wameandaa watoto na halaiki hiyo. Naomba tuwapigie tena makofi waandaaji na watoto wenyewe. Tunawapongeza wanakwaya waliotuongoza vema katika nyimbo, watumishi wa altare ambao nao tumekuwa nao kwa ukaribu, na wale wote ambao wamefanya maadhimisho haya kawa hivi yalivyo kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa yote. Tukiendelea kuwashukuru, tunashukuru kwa wale ambao wameweza kutupa zawadi ambazo zitatusaidia katika maisha yetu. Mmetambua utume wetu na mnajua mahitaji na mkaona mtushike mkono. Asanteni sana baba askofu, lakini na wale wote ambao tayari wameshatoa zawadi zenu, na hata wale ambao wanajiandaa kutupatia zawadi, tutangulize kwa kuwashukuru kwa moyo huo wa upendo kwetu. Mwisho, tunapoendelea kuwashukuru, tuwatakie maisha mema na mafanikio katika yale mema mnayotarajia. Tunawatakia safari njema wale watakaosafiri, lakini tunawakaribisha tena Kahama. Msihofu kurudi mkidhani tumehama. Bado tupo ili tuweze kuwapokea tena. Asanteni sana na tumsifu Yesu Kristo.